katika ibada tena, ibada takatifu, ibada ya neno la Mungu. Na ninajua Mungu anapokutana na maisha yako, Biblia inasema ulituma neno na kuwakomboa na mateso yao yote. Kwa ninajua kupitia kwenye neno la Mungu, utakapokuwa makini kusikiliza, Mungu atakutoa kwenye mateso yako yote. Haleluya. Kwa naomba uwe tayari. Usikubali adui akakunong'oneza maneno yote. Jua Mungu ana makusudi na maisha yako. Leo tunaongea somo ambalo tunalijua kwa sababu ndio somo la mwezi. Ni somo la nguvu ya Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu. Lakini leo kwa neema ya Mungu, kichwa cha somo kinaitwa Dunamis. Mwambie jirani yako Dunamis. 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 Ukisikia neno hilo lina maana kubwa sana kwenye maisha ya Kristo. Ndio somo tutakaloongea leo. Lakini napenda niweke sawa kitu kimoja. Nilipokuwa nimekaa, Roho Mtakatifu akasema kuna watu wanapata shida. Kuna watu walikutana na watu wa dini nyingine, wanamwambia yeye na miungu watatu. Wanashindwa kujibu. Akianza kumweleza Roho Mtakatifu, Yesu anachanganyikiwa. Alafu anapigwa pina na ndio Yesu ni Mungu sio Mungu. Unajua? Yaani yule ni Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo uondoe hiyo hofu. Sikiliza kwa makini. Mungu wetu ni mmoja. Na hatuna miungu zaidi ya mmoja. Mungu mmoja anafanya kazi katika nafsi ngapi? Tatu. Leo mimi nimesimama mbele yako. Nikienda nyumbani kwangu wananiita baba. Watoto wangu nikikutana nao wananiita baba. Mke wangu ananiita mume wangu. Washirika wananiita mchungaji. Lakini mtu ni yule. Ila nimetofautiana katika kutenda kazi. Kwa Mungu Baba anafanya kazi kuja kwa wanadamu kupitia jina la mtu mmoja anaitwa nani? Yesu Kristo. Yesu ni Mungu katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona Yesu umemwona Baba. Ukiona mkono wa Sako umemwona Sako. Ukiona kiwakilishi cha mtu ndiye yeye. Kwa Yesu Kristo ni Mungu na hakuna maswali. Ila Mungu ambaye alikuja akajibadilisha kuwa mwanadamu kwa ajili ya ukombozi wetu. Lakini la pili, Mungu akaamua kujitoa tena kuja kama Dunamis. Mwambie jirani yako Dunamis. Dunamis maana yake nguvu. Ndani yako wewe baada ya kumpokea Yesu Kristo ulipokea nguvu. Wewe sio kawaida. Tofauti kati ya Petro ambaye alimkimbia na kumkana Bwana Yesu siku ya mateso, Petro alipopokea nguvu Dunamis, Petro akawa mwingine kwa sababu ana nguvu. Biblia inasema nyinyi ni hekalu la Mungu. Kwa Mungu katika namna ya Roho Mtakatifu ndio ambaye anakaa ndani yako. Ni Mungu yule lakini amejidhihirisha katika nguvu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu katika maisha ya mwili. Kwa ukisikia kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu katika utendaji kazi katika maisha ya mwamini. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu, sio kitu kingine. Mungu ni mmoja, ila kwenye maisha ya wanadamu anafanya kazi katika namna au nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hao watatu au hizo nafsi tatu za Mungu huwezi kuzitenganisha. Ukimwona Roho Mtakatifu umemwona Mungu Baba. Ukimwona Yesu Kristo umemwona Mungu Baba. Ukimwona Mungu Baba umemwona Mungu Baba. Ni kitu kimoja, hakuna tofauti.
Nitaka tuiweke sawa hiyo, kwa sababu kuna watu, nimesikia juzi mmoja mchungaji mkubwa tu anasema, mimi nafikiri huyu Yesu sijui kama ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kasa jamani, na akili gani ile? Matatizo makubwa. Kwa natamani kwenye hilo usiwe na mashaka wala usiwe na masali kwamba Yesu ni Mungu, na hata Biblia inasema wazi kwamba juu ya kurudi kwa Mungu mkuu Yesu Kristo, Mungu ni yule yule mmoja. Mwingine anasema sasa na mimi nianze na Yesu nije tena Baba. Biblia inasema mkimwomba Baba kwa jina, kwa nibaki jina la Yesu natupa nguvu ya kuomba. Sasa leo napenda niongee kuhusu kitu kinaitwa dunamis. Dunamis ni neno la Kigiriki, naongea kuhusu Roho Mtakatifu, na maana kubwa, maana yake ni uwezo, nguvu ya asili. Leo ukiingia darasani kwa wale waliosoma shule, kuna watu wana akili kuliko wengine. Sio kwamba alienda kusoma shule sehemu nyingine, sio kwamba ana uwezo mwingine, ila kuna neema ya Mungu ndani yake ambayo ameumbwa nayo inamsaidia kuwa na akili pia. Mwingine hata usome na unaweka na maji kwenye ndoo, bado unapiga sifuri. Sio kwamba una bidii, ila tunatofautiana vipawa katika baadhi ya maeneo, na ndio maana tuko tofauti. Vinginevyo Mungu ameumba wanadamu wote sawa na maisha yalikuwa mbaya sana. Kuna nguvu ya asili ya Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Dunamis sio ya kwake, ila Mungu ameweka uwezo wa kudumu ndani ya maisha ya wanadamu. Dunamis maana yake ni baruti au nguvu. Kama unaona baruti ikipiga ile nguvu, ndio inaitwa dunamis. Sasa nataka ni taratibu, kwa sababu tusome leo kwa nini Mungu anataka wewe upokee nguvu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 24 au tuanzie 22, anasema kwamba injili tunayohubiri au Yesu kwa Wayahudi wanataka waone ishara, waone miujiza, mambo ya ajabu. Akasema kwa Wagiriki au watu wengine wanataka waone hekima. Anasema kwa Wayahudi injili ni ujinga, na kwa dunia unamwambia mtu alikufa msalabani, sijui akamwaga damu, sijui unakunywa meza ya Bwana, sijui unabatizwa. Doesn't make sense. Naona kama ujinga. Ndicho maandiko yanasema. Anasema Wayahudi wanatafuta ishara, Wayunani wanatafuta hekima. Nenda mbele. Anasema anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kwamba kwa Wayahudi injili ya Yesu au Yesu ni kikwazo. Kwa watu wa mataifa wanaona kama upumbavu. Eti tunamwambia mtu ukimpokea Yesu unabadilika kuwa mwana wa Mungu. Wewe unajua 1 ni ngapi? 2. Sasa huwezi kumwambia 2 + 2 sawa na 20. Hizo ndio kanuni za Mungu. Kwa hekima ya Mungu kwa watu wa kawaida hawaelewi. Umepata neema kubwa kuelewa hekima wetu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Haileti hekima. Lakini kwa sisi tunajua jambo moja, malizia mstari wa 24. Anasema tunajua jambo moja, mstari wa 24. Anasema bali kwa walitwao wewe umeitwa. Anasema bali kwa Wayahudi na Wayunani wewe, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kristo ni nguvu ya Mungu, dunamis, na hekima ya Mungu. Kwa ukiongea habari za Kristo, maana yake ni nguvu ya Mungu, dunamis, na hekima ya Mungu. Inategemewa kwamba utakapokuwa umekuwa ni Kristo, lazima utakuwa na nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Sasa pamoja na kujua yote hayo, Wakristo wengi ni wagonjwa. Wakristo wengi ni wanyonge. Wakristo wengi wanapenda kuonyesha furaha lakini wanashindwa. Wamekamatwa na matatizo makubwa kuliko hata watu wa dunia. Pamoja na kwamba wana Kristo ndani yao. Biblia inasema ukinipokea mimi nakuja ndani yako.
nitakaa pamoja nao. Lakini akiangalia, mbona maisha yanazidi kuwa magumu? Mbona matatizo yanazidi kuongezeka? Mbona mwanaume ambaye alikuwa anipiga tafingo leo ananipiga na kichwa kabisa, ananitoa nje? Anajiuliza, hii nguvu ya Mungu, hii hekima ya Mungu iko wapi? Ni story tu tunapiga au ni uhalisia? Watu wengi wanapitia vikwazo vikubwa sana kwenye maisha. Wengine wamekuja kanisani lakini walishakata tamaa siku nyingi. Wamekuja kanisani tu kwa sababu basi ngoja tukajaribu, lakini naomba nikupe taarifa leo, ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa. Kwa kama unaweza kuwa na hekima leo, kama una moyo wa hekima, natamani upokee maarifa yatakupa majibu mengi. Kuna Wakristo wanaenjoy maisha kwa sababu wamejua juu ya Kristo ambaye ni nguvu ya Mungu pamoja na Kristo ambaye ni hekima ya Mungu. Alafu kuna Wakristo ambao ni kila siku matatizo. Toka tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka leo anaweza kuandika kitabu kama hiki. Ni shida baada ya shida, ni matatizo baada ya matatizo. Ukikutana naye ni kijana mdogo, ni binti mdogo, ni mama ambaye bado ni mdogo, lakini ameshachoka usoni kwa sababu anaona maisha ni mengine. Alijua akija kwa Yesu basi atapata furaha. Alijua akija kwa Yesu atapata uzima. Naomba nikwambie, ukikutana na mtu kama huyo amekosa dunamis. Ukiwa na dunamis, kama ni mwanamke, hakuna mwanaume anaweza kupiga. Ukiwa na dunamis, mwanamke wako au mume wako hawezi kuwa na mchepuko. Chungaji unaongea nini? Twende taratibu. Kuna nguvu ambayo ukipokea inabadilisha historia. Biblia inasema katika kanisa la kwanza, wale waliobadilisha ulimwengu kichwa chini miguu juu wamekuja na huku tena. Kuna nguvu ambayo iko ndani yako, ukijua inaweza kubadilishwa miguu kichwa juu kwenda chini. Twende taratibu, nisikize kwa makini. Hapa nyumbani tunatumia maji ya kisima. Yale maji tumechimba chini mita 170 kwenda kuyachukua, alafu tukaweka pump ambayo inayaleta juu. Sio kwamba yale maji yalikuwa hayapo siku zote, yale maji yalikuwepo, lakini kwa sababu tumeyaleta juu, leo yanamwagilia miti unaiona. Leo nguo hizi nimefua kutumia maji hayo, nimekunywa, tunapikia chakula, kote huko kuna green kwa sababu ya maji ambayo yako hapa. Kwa ndani ya kwako wewe kuna nguvu ambayo ukijua namna ya kuitumia itaweza kuleta matokeo makubwa katika maisha yako, katika kizazi chako na katika njia zako zote. Ila wengi wamekaa na maji ambayo yamekaa chini ya mto, ambayo yamekosa nafasi ya kutokea juu ili akaweza kuleta matokeo makubwa. Haya maji nikiacha yatoke mpaka siku 20-10 yatatengeneza mfereji mkubwa, yataota miti pembeni mingi, wanyama mbalimbali watapita pembeni, samaki wanaweza kutokea chini yale maji. Mkristo ambaye ajui ndani yake kuna nini ni Mkristo ambaye anabaki amefungwa badala ya kujiachia kwa ajili ya nguvu. Leo nataka nikufundishe nguvu. Kwa mambo, sikiliza kwa makini. Hakikisha akili yako iko kanisani. Hakikisha moyo wako uko tayari kupokea, ili ukipokea hiyo nguvu basi imetoka hiyo mpaka tunakupeleka kaburini. Kama Yesu ajarudi, utakuwa umeishi kama Mkristo ambaye ni mshindi. Utakapomaliza safari utasema mbio nimezipiga, mwendo umemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi leo wakianguka wanasema nimeishi maisha ya shida katika maisha ya Kristo, bora hata nisingeokoka. Mpendwa katika Bwana, kuokoka kuna faida kubwa, ila ukikosa mafundisho unapotea. Mtoto huyu ukimchukua mdogo leo ambaye hajafundishwa darasa la kwanza mpaka la 7, hajafundishwa form 1 mpaka form 4, akimaliza akifika hata miaka 20 anakuwa useless. Lakini mtoto huyu ambaye amefundishwa shule vizuri, madarasa yote, anakuwa rais wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka unapata mafundisho gani ndani yako? Kisipokuwepo kitu cha kukuamsha wewe ni nani, unapotea. Lakini ukipata nguvu ya kukuamsha wewe ni nani na ukaifanyia kazi, naomba nikwambie, hii dunia ni ndogo sana kwako. Utafanya mambo makubwa yasiyoweza kuelezeka. Twende taratibu. Mchungaji, tunakusikia, atukuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kimoja kimoja.
Tuanze na wakati Yesu anaondoka duniani. Hapo alikuwa kwa Yohana alieleza kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 17. Anasema sitawaacha pekee, nitawaachia usaidizi. Nitamwomba Baba awape msaidizi ambaye atakuwa pamoja naye. Tunaita Roho Mtakatifu pamoja na wewe. Alafu anaendelea mstari wa 17, huyo Roho Mtakatifu atakaa ndani yenu. Kwa kuna vitu vitatu. Kuna nguvu ya Mungu pamoja na wewe. Kazi yake ni kukuambia kuhusu habari za Mungu. Kazi yake ni kukuokoa. Kazi yake ni kukukumbusha habari za Yesu. Nguvu ya Mungu, dunamis pamoja na wewe. Alafu kuna dunamis ndani yako. Anasema yoyote aliyempokea Yesu Kristo ana roho wa Mungu ndani yake. Roho wa Mungu, dunamis ndani yako. Roho wa Mungu ndio dunamis, ndio nguvu ya Mungu. Nikwambia Mungu Baba, Mungu Mwana kwa ajili ya ukombozi wetu, Mungu Roho Mtakatifu kwa ajili ya kudhihirisha nguvu ya Mungu katika maisha yetu. Kwa ndani yako kutokana na kitabu cha Yohana 14:16-17, maana yake Mungu unapompokea Yesu, mtu yoyote, mtu anakuuliza wewe una Roho Mtakatifu ndani yako? Ukimpokea Yesu umepokea Roho Mtakatifu, hakuna maswali. Lakini huyo Roho Mtakatifu ni ndani yako, sio Roho Mtakatifu pembeni yako au sehemu yote, ni ndani yako. Kazi yake ni kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22, ni kuchekea tabia za Mungu, utu wema. Ukikutana na Kristo ambaye hana utu wema, huyo ni hatari kuliko shetani. Uaminifu. Ukikutana na Kristo asiyekuwa mwaminifu, hana Roho Mtakatifu, hayupo. Ngoja nikwambie Paulo alivyoandika. Hebu tuangalie sura ya 5 mstari wa 17. Tuangalie kwanza sura ya 5 mstari wa 17, 18. Anasemaje? Kuna kitu tunatakiwa ukijue. Anasema jambo moja kubwa sana. 17 tuende 18. Anasema kitu tofauti, lakini mkiongozo na mpo chini ya sheria. Endelea 19. Anasema basi matendo ya mwili dhahiri ndio haya. Mwanadamu yeyote kabla hajaokoka alikuwa mwasherati, mchafu, fisadi. Endelea. Anasema ana ibada ya sanamu. Kumbe mwanadamu yote ni mchafu. Kwa uchawi ni rahisi tu. Anasema ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Haya ndio unakuta mtu kutana mtu ambaye ana tabia kama hizi, ana Roho Mtakatifu. Sikiliza kwa makini anapoendelea. Anasema usuda, ulevi, ulafi, mambo yanayofanana nayo. Katika hayo naambia mapema, kama mlivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo kama hayo, sikiliza kwa makini, hawata urithi ufalme wa mbinguni. Wazinzi, waongo, walafi, walevi, iko clear. Maana yake hakuna Roho wa Mungu ndani yake. Lakini kazi ya Roho wa Mungu ni kukutoa kwenye uzinzi, kukupa uaminifu, kukutoa kwenye ulevi, kukupa kiu ya neno la Mungu, kukutoa kwenye shida. Tunajua kwamba kuna vita ndani yako, lakini Mungu anataka kubadilisha. Kwa anaposema na macha Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako, nisikize kwa makini, ndani yako ni kubadilisha, ili kwamba tuende 22, ili kwamba tuanze kuona sasa. Wewe ambao unakuja kanisani, watu wakikukuta barabarani, wakute vitu hivi, wakute ni mtu ambaye una upendo, wakute ni mtu ambaye una furaha, akute ni mtu ambaye una amani, wakute ni mtu ambaye ni mvumilivu, mtu ambaye una utu wema, mtu ambaye ni mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Ndio maana kama ni ibada ya kuomba kila siku, Baba naomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie, Mungu anajua kuwa mzinzi, lakini ile kiu ya mzinzi inaondokaje sasa? Inabidi Roho Mtakatifu aingie ndani. Mungu anajua kuwa umekosa uaminifu, una hasira kuliko shetani. Ukiona unaendelea na tabia hizo, Biblia inasema, anakuambia wazi wala sikufichi, utaenda mbinguni. Sawa? Kwa sababu ambaye atakupa nguvu ya kwenda mbinguni ni nani? Roho Mtakatifu. Sasa usipomruhusu ndani yako, ni kwamba najua nafanya kitu vizuri, kifanya kitu kizuri. Haleluya. Haya macho ukiangalia kwa makini, hapo ukiangalia kuna grass. Haleluya. Tunaposema Roho Mtakatifu pamoja na wewe, maana yake ni Roho Mtakatifu wewe uko hapa. Haleluya. Tunapotembea anakuambia twende kanisani, unaenda kuokoka.
yuko nje na una maamuzi yako. Unaweza kusema hapana au ndio, kwa sababu Roho Mtakatifu anakushawishi. Ndio Yesu aliposema katika kitabu cha Yohana 14:16-17, anasema atakuja msaidizi. Ni msaidizi. Lakini unapoendelea 17:18-19, anasema baada ya kumpokea Yesu ndani yako, Roho Mtakatifu anaingia wapi? Fungulie. Anaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Roho Mtakatifu wapi? Anaanza kukuongoza. Nilikwambia wewe ukiwa mtoto wa Mungu leo, Roho Mtakatifu atakuongoza kwa taa tatu: njano, blue na kijani au nyekundu. Ukishaingiwa na Roho Mtakatifu unakwenda kwenye uzinzi, usiende mwanangu, unarudi. Ukitaka kulala kitandani, amka usali. Unasali. Sasa wengi wanamchukua Roho Mtakatifu, amka usali, hata usingizi kataa. Bwana Yesu asifiwe. Umepoteza muda. Acha pombe. Ngoja ni nje ya mwisho leo. Roho Mtakatifu ataendelea kukuonya ndani yako ili akutengenezee tuweze kuwa na mtu ambaye ana tabia njema. Ni kitu cha kumjenga. Mtu mmoja niuliza juzi, akasema kanisani, nimekwenda kanisani kwangu, yaani kuna wazizi, kuna wezi, kuna watu ukiweka simu hapo upati, na wanasali kila siku, wako vizuri kuimba, wanajitia wanaongea kwa lugha, lakini hamna kitu. Nikamwambia brother, Mungu aleta watu waliokamilika kanisani. Mungu anakuleta mchifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ila Roho Mtakatifu kazi yake kila mara unapoanza kuomba na kuja kanisani na kujaza. Bwana Yesu asifiwe. Anakutia nguvu, anakubadilisha, anakuonya. Kwa usiogope vile ulivyo. Jua ni hatua tu anaendelea kukubadilisha. Uwe mtii ili uweze kufika katika kimo cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Roho Mtakatifu ndani yako. Hiyo ndio nguvu ya Mungu ambayo Mungu anataka kufanya. Ili kwamba mwisho wa siku Mungu anataka ujenge kuwa mtu mwingine. Anakubadilisha. Mtu akiwa katika Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Badala ya hasira anakuletea hekima. Badala ya kuwa na haraka ya kugombana anakupa nafasi ya utulivu. Kwa kama kuna kitu cha kuomba, basi ni kuomba Roho Mtakatifu abadilishe maisha yako, kwa sababu kibaki vile ulivyo utaharibikiwa. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza. Hiyo sio dunamis. Naenda sehemu ya pili sasa. Sikiliza kwa makini. Bwana Yesu akaenda zaidi ya pale. Naomba waje akae pale pale. Bwana Yesu akaenda zaidi ya pale. Akasema kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1:8. Akasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sio ndani yenu. Kumbuka katika kitabu cha Yohana alisema Roho Mtakatifu ataingia ndani. Leo Yesu anasema nguvu, dunamis, ampokee kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yenu. No. Anasema mnapokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akisha kuajilia juu yenu. Kwa napoongelea kuhusu dunamis, nina maana Roho Mtakatifu juu yako. Maana yake nini? Maana yake kwamba haya maji ambayo umeona hapa leo, Bwana Yesu asifiwe, anataka yafike hatua yajae, matunda yamekuwa ndani mpaka juu. Kwa Roho Mtakatifu juu yenu ni kwa ajili ya kutenda miujiza. Sikiliza kwa makini. Ukiwa ni Mkristo, umeokoka, unafanya kazi, naomba nikwambie, unaweza kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, lakini ukashangaa bosi anakupiga vita, watu wanakukataa kwa sababu kuna Roho Mtakatifu juu yako. Twende taratibu. Unahitaji Roho Mtakatifu ndani yako, unahitaji Roho Mtakatifu juu yako. Bwana Yesu anasema mtapokea nguvu. Matendo ya Mitume 1:8. Roho Mtakatifu akishawajilia juu yenu. Sio ndani yenu, haikosea Biblia. Lakini twende taratibu. Kwa nini Roho Mtakatifu anakuja juu yetu? Tuangalie kitabu cha Isaya sura 11:2. Isaya 11:2. Nataka kuona taratibu nielewe. Kwa nini Roho Mtakatifu anakuja juu yako? Kuna nini kinamfanya Roho Mtakatifu aje juu yako? Anaongea kuhusu vitu vifuatavyo. Anasema na Roho Bwana atakaa juu yako. Roho Bwana atakaa wapi?
Sio kwamba atakaa, sio kwamba atakuja, atakaa juu yako. Kwa ajili ya nini? Moja, anakwambia roho ya hekima. Unapokuwa na roho ya Bwana juu yako, unakuwa na hekima. Sio ile ndani, ile ndani inakupokuwa na tabia njema, inakubadilisha kwa Mkristo mwema. Lakini hii juu yako, unashangaa tu, ulikuwa umekaa na nani juu, hata mambo yanakwendaje, unapata hekima. Nini wajibu watu? Biashara hii inakupa hekima, achana nayo, fanya biashara nyingine. Mahali yako unapokaa hapafai, fanya kitu fulani. Roho ya hekima anaendelea. Ufahamu. Roho ya Bwana juu yako anakupa ufahamu. Nisikilize kwa makini. Kuna mambo mengi mimi binafsi vingine sivijui. Sasa hivi na kazi yangu ya 10, lakini ukiniambia mambo nayofanya sasa hivi sijawahi kusoma sehemu yote. Kuna roho ya hekima, roho ya ufahamu inashuka ndani yako kukusaidia katika mambo. Ukimuuliza Yusufu akawa waziri mkuu katika nchi, alikuwa na roho amepata, alisomea wapi waziri mkuu, alisomea wapi uongozi, na alipa hekima ya kujua namna gani ya kuweza kupanda mazao miaka 7, alafu baada ya miaka 7 inaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu juu yako, mume wako akusumbua, utakuwa na hekima ya upole. Utakapokuta matatizo makubwa kwenye ndoa, utakuwa na hekima ya kujua nini cha kufanya, kwa sababu roho ya ufahamu. Mambo kabla hayajawa utayaona kwenye ndoto. Roho ya ufahamu. Anasema kingine, anasema roho ya shauri, roho ya uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Huyo ndio Roho Mtakatifu juu yako. Unachotaka ni dunamis. Dunamis maana yake ni nguvu ya kumshuhudia Kristo katika ulimwengu. Roho Mtakatifu ndani yako ni maji yaliyo chini ya miamba. Ndio, ngoja nikwambie, hivi ukiwa mtu mzuri, una roho njema, una maisha mazuri, alafu anakuja mgonjwa, naomba niombee. Ngoja tupeleke kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka Roho Mtakatifu aliyoko ndani yako aweze kuwa juu yako, ili utakapokusa mgonjwa apate nini? Ponyaji. Ujasiri wa kusema mlete mgonjwa hapa nitamwombea atapona. Ndio Roho Mtakatifu juu yako. Unapoenda kwenye biashara, wamekuja watu wameharibu biashara yako, maduka ya jirani yanauzwa, wewe uuzi, unahitaji roho juu yako ili kuweza kuangamiza zile mashetani, yale mizimu na majini ambayo wengine wanatumia ili biashara istawi. Bila roho Mungu juu yako, ukiwa tu mtu mwema, jamani, mtu poa sana, ana bababa na mtu ana nini, bababa ana matatizo na mtu, jamaa yule ni Kristo mzuri sana, is useless after biashara inakufa. Yule mama ni mtu mpole sana, yule dada yani anapenda mume wake kama nini, hata hamna nguvu ndani ya nyumba, ndoa inaanza kuyumba, jamaa inaanza kuchepuka huko. Inakusaidia nini? Tunataka kina mama mmoja simama, watazuia watu wasichepuke katika jina la Yesu. Tunataka watu ambao wakianzisha biashara, Mungu aweze kuleta wateja kwa jina la Yesu. Kwa sababu Roho Mtakatifu juu yako ni kwa ajili ya kumtangaza Yesu, sio kingine. Nisikilize kwa makini. Niliongea mpaka Ijumaa na Roho Mtakatifu ananiambia leo nirudie somo hili kwa upana zaidi. Mtu wa kwanza ambaye tulimwangalia anaitwa Daniel. Daniel alikuwa anafanya kazi serikalini, na katika maisha yake aliweza kuhudumu katika wafalme 6. Manake zile awamu, yaani awamu za marais zaidi ya 6. Kwa unajiuliza nini kilikuwa ndani ya Daniel? Pamoja na utakatifu wake akaweza kuhudumu katika serikali ambayo ni ufisadi, serikali ambayo ina madhambi na mabaya na kuua watu na kadhalika. Ni kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa juu. Na hata siku moja wakati wale wakuu wengine wamemfanyia fitna, wanataka kumuua katika tundu la simba, yule mfalme akampigia magoti. Ile roho ya Mungu juu yako inafanya wanadamu kuogope. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya wanadamu kuheshimu, wanafanya wanadamu wawe na hofu ya Mungu juu yako, kwa sababu una nguvu ya Mungu. Wale ambao wanajua katika mambo ya kiimani nyingine wanasema unakuwa na aula maana yake ni kama kitu kinakuzunguka uchumi. Wale ambao wanaangalia mikanda wa Katoliki au vitabu vya Katoliki, wanapomwonyesha Yesu wanamuonyesha kama kuna kaupinde fulani kajuu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kaona. Ndio maana ya Roho Mtakatifu juu yako. Watu wa dunia wanakuona hivyo. Na mimi nilipata experience. Nikienda kwenye maduka ya Wahindi, nataka suruali au suti, wanakuangalia. Naambia sina hela. Ni shilingi ngapi? Nakwambia ni shilingi ngapi?
nakwambia sio 300,000, na mimi 1,500,000. Naomba nikwambie wale jamaa na macho, nakwambia leta hiyo pesa uondoke. Kama una nguvu, sio mara moja mbili, utakachotaja bei hiyo hiyo tunakupa, kwa sababu wenyewe wanapokuona wanaona ile nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako, kwa sababu ile jua juu yako kokote utakapoenda. Hata ukienda kwenye jangwa unaweza kulima mashamba kastawi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote utakapokuwa, Roho Mtakatifu juu yako ni kwa ajili ya kuweza kumtangaza Yesu, kwa ajili ya matendo ya nje. Nimekwambia maji chini ya ardhi yakaendelea kukaa kule mpaka Yesu anarudi, yanasaidia nini? Ukristo kama mimi na tabia njema, mimi niko ni jambo chema, lakini natamani Ukristo ambao unaleta matokeo juu. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo tutaona miti mingi imeota, tutaona watu wengi wakipona, tutaona watu wengi wakifunguliwa kwa sababu ya nguvu ya Mungu ambayo iko juu yako. Ndio maana Yesu akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Hakusema yu ndani yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenipaka mafuta kuhubiri habari njema. Roho wa Mungu juu yako. Ngoja nikwambie kitu, kuna makanisa na jambo la kawaida, kuna watu wanapata shida, wanasema kila mtu aje mbele tumpake mafuta. Wana maana gani? Ni ishara ya kutenda, kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta na nguvu na Roho Mtakatifu. Maana kuna hatua za kuonyesha umetendwa ili nguvu ya Roho Mtakatifu ikae juu yako. Naye akaenda huku na huko akiwaponya wote walioonewa na nani? Ibilisi. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mpendwa katika Bwana, leo ninatamani kupitia ibada hii Mungu akaingize dunamis ndani yako, ili ukitoka hapa ile biashara iliyokufa ikapate kusimama tena, kule kwenye kazi walikokufukuza ukapate kutafuta tena, walikokutukana ukapate kurejeshwa tena, kwa sababu ipo nguvu ambayo ukiita inakusaidia. Nilikwambia siku ya Ijumaa, nikasema kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 3 anasemaje? Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa tena ilikuwa utupu. Maisha ya mwanadamu bila Roho Mtakatifu ni Petro ambaye alikuwa amemkimbia Bwana wake, akamkana Yesu akati anakwenda kusulubiwa. Hakuna mwanadamu anaweza kufanikiwa kwa nguvu ya kawaida, haipo. Unahitaji Roho Mtakatifu juu yako ili kufanya mambo makubwa. Unahitaji Roho Mtakatifu ndani yako ili kubadilika tabia kama mtoto wa Mungu. Anasema Roho Mungu anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Maisha yamebadilika, ndoa haina mbele wala nyuma, biashara imefilisika, kazi imefukuzwa, watu wanakutukana, kodi imeisha, nchi ilikuwa utupu tena ukiwa. Lakini anamalizia mstari wa 2 anasema na Roho wa Bwana alikuwa juu ya vilindi vya maji. Roho wa Bwana yuko juu yako hata sasa. Lakini mstari wa 3 anakwambia Bwana akasema na iwe. Tamka kitu, tamka jambo. Usikubali kuona hali ile inaendelea, hakuna pesa mfukoni. Baba, kwa jina la Yesu nahitaji. Ngoja nikwambie kitu hapo, siku ya Narabasha. Somo hili ni pana, lakini ngoja nisikilize Roho Mtakatifu. Sikiliza kwa makini. Kwa nini watu wanafunga siku 7 kavu? Nisikilize kwa makini. Wakati Bwana Yesu amefufuka, aliwaambia wanafunzi wake kwamba msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uwezo utokao juu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa likafanyaje? Biblia inasema kusanyika mambo pamoja, wakakaa pamoja, wakifunga na kumuomba Mungu. Kwa ajili ya nini? Wanasubiri nguvu ya Roho Mtakatifu juu yao. Kwa unagundua siri ya kupata nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako ni lazima uingie katika maombi, na maombi kibidi ya kufunga kabisa. Pale tunapata nguvu ili kutamka jambo katika biashara yako linatokea. Vinginevyo utatamka jambo utakuwa unatupa ugali kwenye mawe. Watu wanaingia maombi ya siku 40. Kwa nini? Kwa sababu wanataka nguvu. Na mtu yote
alifunga siku 3 kavu, akafunga siku 7 tatu. Akitoka kule anakuwa na nguvu itokayo juu. Anaweza kuwa mtu wa kawaida, lakini akitamka mambo yanatokea. Kuna nguvu ambayo inabidi uipate kwenye magoti, ili kwamba ile nguvu ambayo inatembea kwenye uso wa nchi kawaida, ukitamka na iwe nuru, inatokea nuru. Vinginevyo, ndio maana Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 21 akasema mambo ya aina hii, biashara iliyokufa namna hii, kazi iliyofukuzwa kwa namna hii, haiwezekani ikatokea muujiza wote hata ukisema, mpaka kwa kufunga na Wakristo wengi wanaogopa kufunga na kuomba. Wanaona kama kitu cha kawaida. Sikwambia ufunge siku 7 kama utakufa. Basi jitahidi hata ufunge siku 1 2 ili upokee nguvu itokayo. Mkristo yoyote ambaye anapiga milo 3 kwa siku, kila siku, siku 7 kwa wiki, mara 365 kwa mwaka, ni Mkristo asiyekuwa na nguvu. Wala usidanganyike. Hatuhitaji maneno ya kusema. Ni mtu ambaye ndio anaweza kuwa mzuri, anaweza kuwa ni mwema, lakini hana nguvu ya Mungu juu yake. Anaweza kuombea mgonjwa, tukaona mgonjwa amekufa, anaweza kusikilizia huyo kuwa na imani. Aseme kwamba yeye akuingia vizuri na Mungu kwa sababu kuna nguvu inaweza kumdhihirisha Mungu katika maisha yake. Anaweza kwenda kwenye mapepo, akatumia ugali aliyokula mchana, akaanza kuombea mapepo yakatoka na mapepo yasitoke. Akasema hii Bwana, hili ni chini makate, inabidi tufunge siku 5. Hakuna nguvu ya Mungu ndani yako. Sehemu yoyote ambapo watu wameamua kujitoa kutafuta nguvu ya Mungu juu yao, naomba nikwambie, matendo ya miujiza yanafanyika katika jina la Yesu. Unahitaji miujiza katika maisha yako. Hakuna namna nyingine bali kulipa gharama ya nguvu ya Mungu juu yako. Hii nyingine unaweza kuipata ukiwa Mkristo kawaida, lakini naomba nikwambie, kuna mambo mengi katika maisha yanapokuja, unajua hapa nahitaji niingie kwenye kufunga na kuomba. Sasa usubiri mpaka matatizo yanatokea. Amua kuwa na maisha ambayo ni ya kufunga na kuomba, ili kwamba litakapotokea tatizo ukatamka nuru itokee, basi ile giza linaondoka na ile nchi inakuwa nzuri tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo watu watakutafuta kwa maana roho Bwana yuko juu katika jina la Yesu. Tutakapoenda kuomba pamoja, kuna nguvu itaingia kwenye maisha yako na itabadilisha jinsi ulivyokuwa mwanzo. Utakuwa mtu mwingine. Watu walipomwona Sauli amepata roho wa Bwana juu yake, wakasema na hao watu wa Sauli wana unabii ndani yao. Leo Bwana anataka kubadilisha historia yako katika jina la Yesu, kwa sababu umejua nini cha kufanya. Roho wa Mungu juu yako haitaji kukaa tu moja kwa moja, sio na kai hivi. Ni lazima uendelee kudumu katika maombi. Kanisa la kwanza lilidumu katika maombi, na ndipo matendo ya miujiza makubwa yalifanyika katika jina la Yesu. Tukiamua hapa kanisani tunaingia kwenye maombi maalum ya kutafuta nguvu ya Mungu juu ya kanisa. Naomba nikwambie, hii nafasi ni ndogo. Kuna nguvu ndani yako ambayo ikiwashwa moto na maombi na kufunga na kutafuta uso wa Bwana, naomba nikwambie, pale ulipo ni padogo, hapatoshi, kwa sababu Mungu atafanya mambo makubwa juu yako. Ndio maana hata ukisoma habari za watumishi wa Mungu wao, Daniel alikuwa anaweza kufunga na kuomba mara 3 kwa siku. Ila uwe makini, usije ukaenda kufunga kwa sababu unataka nguvu, utakosea. Uende kufunga kwa ajili ya kutafuta neema ya Mungu juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukawe na hekima, usije ukaenda kwa sababu wengi wamekufa njiani kwa sababu anataka kuonyesha nguvu. Anataka kija kanisani aonyeshe nguvu zake, ambaye suti nzuri ya maana ile inaonekana na nguvu kama Mungu. No, usiwe na nia hiyo. Hii nguvu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Kwa ajili ya kumtangaza Yesu. Inapokewa kwa kuamua kutulia. Kanisa la kwanza lilipokaa siku 50 au kufunga, walikuwa wanafunga, wanafungua, wanafunga, wanafungua ili wapate nguvu. Walipokaa siku zile 50, siku ya 50, ndipo Roho Mtakatifu akashuka kama ndimi za moto juu yao. Na baada ya pale, historia ya kanisa ilibadilishwa. Kanisa la kwanza liliweza kufanya mambo makubwa kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa juu yao. Katika kitabu hiki, Yusufu alipokuwa anakuwa, Roho Mungu alikuwa ndani yake. Lakini alipoendelea kukua, akafika nyumbani kwa Farao. Farao akagundua Yusufu ana Roho Mungu juu yake. Akamwachia benki akaunti zote, akamwachia sahihi za benki zote, akijua kwamba ndani yake ana Roho ya Mungu, akijua juu yake kuna roho ya maarifa, sio roho ya kawaida. Haijalishi umesoma mpaka chuo kikuu, haijalishi umeishia darasa la kwanza,
Roho wa Mungu akiwa juu yako anakuongoza. Kamuulize Samsoni alisoma shule wapi? Kwa sababu ya makusudi maalum. Yusufu amefika mbele ya Farao. Farao akamwambia, sasa bwana, hivi tuna mtu mwingine hapa ambaye ana roho Bwana anakaa juu yake. Natamani unapotoka leo, yule ambaye alikuwa anakucheka kwa sababu jamaa ana roho. Bwana Yesu asifiwe. Ibadilishe namna unapokwenda, kwa sababu Kristo ambao hauna roho wa Mungu juu yako ni Ukristo umekufa. Unabaki na maneno mengi tu, unabaki na kelele za mtaani tu, lakini hakuna kitu ambacho kinaweza kutokea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tunaenda leo kuangalia na kwenda kuomba pamoja Roho Mtakatifu aweze kuingia katika maisha yako ili akafanye tofauti kubwa kwa ishara na maajabu. Labda tuangalie vizuri baada ya Bwana Yesu kutoka kaburini katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari kuanzia wa 15 mpaka 17. Hapo ametoka kaburini, sio kabla ya kaburini. Anaongea kuhusu nguvu ya Roho Mtakatifu. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina la nani? Kwa jina langu. Kwa sababu ukishampokea Yesu, tunategemea utakuwa mtu wa maombi. Na utakapokuwa mtu wa maombi, manake Roho Mtakatifu atakuja juu. Ndani yako utaendelea kubadilishwa. Lakini unapoendelea kuwa katika uwepo wa Mungu, ile nguvu ya dunamis inaingia katika maisha yako. Unapotembea, Roho Mtakatifu anakaa juu yako. Anasema watakula kitu cha kufisha kitawazuru. Hata kama watakula kitu cha kufisha akitawazuru. Anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea. Leo wagonjwa wangapi wanakuja kanisani? Kwa sababu kanisa lina nguvu. Mtu anaondoka na ugonjwa wake. Leo mapepo mangapi yanakuja kanisani? Kwa sababu kanisa lina nguvu, ile dunamis. Kwa mtu anaondoka na magonjwa yake, na mapepo yanaondoka. Mpaka watu wanatumia nguvu nyingi kwa sababu wanadhani nguvu ya ugali. Naomba nikwambie, nachokihubiria sio nguvu ya ugali, ni nguvu itokayo juu ambayo inamfanya mtu awe tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inapatikana kwa njia moja tu kubwa, ni maombi na kufunga. Kumtafuta Mungu na nguvu zake. Hakuna namna nyingine zaidi ya hiyo gharama ya kuweza kulipa. Bwana Yesu anatamani ukautambulishe ulimwengu juu yake. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8 anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu ya Roho Mtakatifu. Aishi hapo. Anakuelezea ile nguvu ni kwa ajili ya nini. Anasema nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Samaria, hata mwisho yote dunia. Yesu hajakuita uje ukae kanisani. Amekuita pale unapoishi kwenye nyumba ya kupanga ukawe sababu ya watu kutafuta kwa ajili ya maombezi. Amekuita pale unapotaka kutembea kwenda kwenye biashara, watu washangae biashara yako inafanikiwa, waje wakuulize kwa nini biashara yako inafanikiwa, sisi tunakuona. Unahitaji nguvu itokayo juu na uweze kuambia habari za Yesu. Tukihubiri Yesu kwa maneno makavu kwa kutumia vipaza sauti bila kuonyesha nguvu ya Mungu, tunapoteza muda. Kwa sababu dunia haitatuelewa. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu juu yetu ili tunapoenda kuhubiri watu wapone, ili tunapoenda kuhubiri watu waokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tulikuwa hapa, mzee mmoja akaja kuniambia hapo, alikuja hapa kuja kutuashia moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akaja hapa amepiga kidogo kwa kinywaji kidogo. Alikuwa na jambo analifuatilia hapa kanisani. Kwa tukaanza kuelezea kuhusu nguvu ya Roho Mtakatifu juu yake siku ya Ijumaa kama ndio ilikuwa. Tukaanza kuelezea habari za Roho Mtakatifu juu ya mtu. Sasa baadaye tukasema Bwana, mwishoni baada ya Mungu kuwa umetembea katikati ya kanisa, kumbe Mungu ameshaongea naye. Ile nguvu iliyokuwa inatembea kudhihirisha kwamba Roho Mtakatifu juu yako, maana yake nini? Mlevi anabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyekuja na hasira anaokolewa katika jina la Yesu. Alisema leo ataiwasha moto kanisa, atakuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Alipopigwa injili tukasema
Akasema watu wapite mbele ya kuokoka. Walitoka Ijumaa walimuona. Yule mzee sio kwamba ataokoka. Yule mzee ni mwasema somea kutoka 2004. Bwana Yesu asifiwe. Ila hapa katikati ile nguvu iliondoka. Sasa ile nguvu ile akawa anatembea na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yake. Na kwa sababu hawezi kudhihirisha chochote, akaja mpaka amekunywa na maji kabisa. Na hasira iliingia ndani yake. Lakini pia mchungaji, kwa kweli nilikuja na nia sio nzuri pamoja na hayo yote, lakini hapa nimekutana na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tutembee katika namna hii. Watu wakutane na nguvu ambayo inaweza kumbadilisha mtu ambaye anajiuza akaweza kuwa binti ambaye anaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ana kansa akaweza kuwa mtu ambaye ana uzima katika jina la Yesu. Mtu ambaye ana ugonjwa wa ukimwi, virusi vikaondoka, damu ikaenda kufanya kazi vizuri katika jina la Yesu. Hiyo ndio nguvu tunayoiongelea. Ukristo bila nguvu hamna Ukristo. Ni imani feki. Ukristo wetu ni nguvu ya Mungu katika maisha ya watu. Ndio maana nikisimama hapa nakwambia, ukianza kuugogoa wewe hujaokoka vizuri. Mchungaji unakufuru. Sawa, nakwambia ukweli. Kwa sababu inawezekana ukaweza kuweka mikono kwa wagonjwa ukapona wewe mwenyewe mgonjwa. Sawa, kitu. Lazima uwe unakamilika katika picha hiyo. Na imani unayoitengeneza ndio itakuwa juu yako katika jina la Yesu. Kwa siku zote muombe Mungu akupe Roho Mtakatifu juu ya maisha yako. Sema Baba, katika jina la Yesu, kupitia ibada hii ninaomba Bwana uwepo wa Roho Mtakatifu juu ya maisha yangu. Sababisha Roho Mtakatifu akakae juu yangu. Naomba kuanzia leo ubora Bwana, nikaweze kuona miujiza, nikaweze kuona maajabu, nikaweze kuona mambo matendo makubwa katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie, juzi nilikutana na mtu mmoja alikuwa waziri zamani Tanzania. Na bombolezia. Kwa tulikuwa tumekaa sehemu tunakunywa chai. Alikuwa waziri sehemu kubwa sana. Na wakati wa waziri watu walikuwa wakimpigia saluti. Watu wanaogopa. Ni mtu yule. Ni mwanadamu. Tulipokuwa tumekaa chai mpaka watu wanampush bwana kama nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu yule. Lakini alipokuwa amepewa mamlaka, alikuwa akitembea kama kifua mbele. Bwana Yesu asifiwe. Akitamka jambo mtu anafukuzwa kazi. Akitamka jambo mambo yanakwenda. Akitamka jambo polisi wanakimbia barabarani. Akitamka jambo watu wanainua bunduki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo alipokuja hata akisema hata panya ogopi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Wewe ni Mkristo ambaye baada ya kuokoka ukavikwa nguvu itokayo juu, una mamlaka makubwa. Ukiona unaanza kusema mambo hayatokei, jua nguvu imekwisha. Lakini ukiondolewa mamlaka, wewe bado ni wasiri. Leo una nafasi ya kurudisha nafasi yako katika jina la Yesu. Bado unaweza kupokea nguvu itokayo juu ili unapotamka mambo yaweze kutokea katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu amekupa mamlaka. Kinachoongoza dunia hii ni mamlaka. Unaulizwa unafanya mambo haya kwa mamlaka ya nani? Kwa sababu umepewa mamlaka na Yesu Kristo, kwamba nenda, umepokea nguvu, unatakiwa tukujua. Sasa nitoke huko chini nikokuwa maji ya baridi, nitoke juu nikatangaze ulimwengu katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kitu kikubwa. Wewe utakaye kufa kama ulivyo, unatakiwa udhibitishe ulimwengu juu ya nguvu ya Mungu katika maisha yako kwa jina la Yesu. Dunia inakusubiri. Ulimwengu inakusubiri. Watu wagonjwa wanakusubiri. Amua leo kubadilisha namna unavyokwenda. Tunapoenda kuomba maombi haya leo, ninaomba utoke hapa ukiwa na nguvu na ujasiri mpya, lakini uwe tayari kulipa gharama. Nimekwambia ndani yako kuna Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu aendelee kuwa juu yako, atakwambia leo funga. Naomba nikwambie usipate kisingizio. Katika Ukristo ukiamua kufunga, sema uwe na makini kwa sababu kuna kiasi. Kuna watu wamefunga na wamekufa. Usifanye upumbavu huo. Lazima uwe na kiasi. Nikiangalia katika Biblia hii, watu wengi walifunga siku 3 kafa. Hizi mbwembwe za sasa hivi usiende nazo. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kumwamini Mungu kwa sababu na shughuli nyingine pia. Juzi nikamsikia mmoja anasema, unajua hata ukifunga unaweza kwenda kuendelea na matendo ya ndoa sio na mke wako na mume wako, na jamaa akili mbovu unaanza sana kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikwambie kufunga maana yake kuacha dunia na kwa Mungu, tafuta Mungu na nguvu zake. Ili ukitoka pale ukiwa na nguvu mpya, uwezo utokao juu, tembea nao. Ndio maana kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 14 anasemaje mtumishi wa Mungu Paulo? Anasema msilewe kwa mvinyo. Msifanye bali mjaze Roho Mtakatifu. Umeshakutana na mlevi? Siku ile nilikwenda kumhubiri mlevi pale barabarani hapo. Ikampiga injili. Kaambia ya moko kuokoka.
ananyosha mikono. Kesho yake nimekutana naye, hata ajua tajana mikono ukiona hivi. Wewe unakutana na mimi? Mimi kwa sababu napiga injili na inaingia nikatumia na ugali wa kutosha. Sasa kumbe pombe kimkamata mtu inamfanya anakuwa mtumwa wa pombe. Sasa Biblia inamfananisha pombe, anasema kwamba tena msilewe kwa mvinyo, maana mvinyo unakufanya usio wewe. Anataka badala ya mvinyo umuingize nani? Ambapo mna ufisadi, bali mjaze Roho, maana yake ongozwa na Roho Mtakatifu. Amua kutoa nafsi yako wewe. Mwache Roho Mtakatifu akwambie hapa ni red, kubali. Usiende. Akwambia hapa ni green, enda. Akwambia hapa ni yellow, ingia kwenye maombi. Biashara imegoma, ingia kwenye maombi ili upokee nguvu kutoka juu. Ili uweze kuvikwa uwezo utakao nguvu kwa kufanya tofauti. Ili hata kama unataka kufanya kibarua, unaenda kuomba kazi, lazima uvikwe uwezo utakao juu ili utakapojibu maswali yako yatokane kule ulikotoka wapi? Juu. Kwa ukiongozwa na taa hizi tatu katika maisha yako, ukiambiwa leo funga mwanangu, amua kuacha hiyo chips na kuku, mkate mtambo, au chai asubuhi ya chana, wewe ni mandazi na mikate, amua leo kuingia kutafuta Bwana. Ila cha msingi usipoteze muda. Kwa sababu kuna watu wanamtafuta Bwana hata kila saa yuko na simu, yuko WhatsApp masaa 24, yuko kwenye Facebook masaa 24, anapoteza muda ili kifika saa 12 aweze kufungua. Usifanye ujinga huo. Ukiamua kumtafuta Bwana, mwambie siri, tumia pembeni. Leo ni siku ya kumtafuta Bwana, pokea simu za muhimu tu. Sitaangalia Facebook, sitaangalia WhatsApp. Lazima kuna kitu cha kupost ambacho kinataka kutangaza neno la Mungu. Amua kuishi maisha ya kutafuta nguvu za Mungu katika maisha yako yote. Naomba nikwambie, ndani ya siku 21 ukiamua kubadilika, utakuwa vile katika jina la Yesu. Utakuwa mtu mwingine, utakuwa ni Mkristo ambaye ukisikia habari za Yesu zikieleza matunda ya miujiza wewe kwenye maisha yako pia katika jina la Yesu. Haleluya. Tusimame. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nimesikia neno lako. Nyosha mikono juu ya Roho Mtakatifu. Asubuhi leo ninasalenda kwako. Roho Mtakatifu, nimejigundua nilikuwa mbishi kwako. Sijatembea na wewe. Leo naomba msamaha. Roho Mtakatifu, nena nami. Nisaidie. Nisamehe nilipokukwaza. Nisamehe nilipokuwa mbishi nako. Nimejua kumbe nilikuwa na pepo. Nguvu ya Mungu junishi. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, kwa mamlaka ulionipa